Kila siku taka zinazalishwa kutokana na shughuli za kibinadamu. Lakini swali kubwa ni moja tu, je, taka hizi ni mzigo kwa mazingira ama zinaweza kuwa chanzo cha ajira, biashara na maendeleo? Kwa mujibu wa mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira UNEP, dunia huzalisha zaidi ya tani bilioni 2 za taka ngumu za mijini kila mwaka, huku ongezeko la taka likitarajiwa kuendelea kutokana na ukuaji wa idadi ya watu na matumizi ya bidhaa. Hapa Tanzania, changamoto ya usimamizi wa taka imeendelea kuibua hitaji la ubunifu na matumizi ya teknolojia ili kupunguza taka zinazoishia kwenye madampo na kuongeza urejelezaji ama recycling. Katika maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, kijiji cha mazingira cha Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kimekuwa jukwaa la kuonyesha kuwa taka zinaweza kubadilishwa kutoka kuwa changamoto ya mazingira na kuwa rasilimali yenye thamani. Afisa mwandamizi wa NEMKI Andrew Ugolole anaisihi jamii kubadili mtazamo wa kuona taka kama uchafu pekee, kwani kupitia urejelezaji zinaweza kuwa chanzo cha ajira na uchumi. Miaka ya nyuma tulikuwa tunafikiria kwamba taka ni kitu kibaya cha kutupwa tu. Taka zinaweza zikarejelezwa zikawa mali na kutoa ajira kwa vijana. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha wananchi wetu wakati tunasherehekea NEMKI at 40, tunza mazingira linda taifa. Unaweza ukawa huko nyumbani kwako au ukawa kama kwenye familia yenu huko, ukaona namna ya kutumia hizi fursa. Badala ya kuona taka ni za kutupa tu, basi taka hizo unazichakata, zinakuwa mbolea. Taka hizo zinakupa chakula cha kuku. Kuku unaweza ukauza, mbolea unaweza ukatumia ikaenda kutumika kwenye mashamba, ukazalisha mchicha, ukazalisha nina mbolea nzuri kabisa. Kwa upande mwingine wa suluhisho, vijana wabunifu wameanza kutumia teknolojia kutengeneza bidhaa zinazolenga kupunguza athari za mazingira, huku wakionyesha kuwa changamoto za mazingira zinaweza kuwa fursa kubwa kwa vijana. Kwa majina naitwa Mr. Masha Kiando. Professionally ni chemical process engineer, lakini pia ni mbunifu wa teknolojia ya kuchakata takataka za plastiki kuwa nishati safi ya gesi ya kupikia. Ubunifu huu wa gesi inayotokana na plastiki, na kama ambavyo unaona inatumika kwenye jiko la gesi hili na majiko mengine yoyote yanayotumia gesi za LPG yanaweza kutumia hii gesi. Sio kwamba hii gesi inatumia jiko maalum, hapana. Yes. Kwa manufaa yake sasa kwenye jamii ni mengi na ni makubwa. Manufaa ya kwanza tunachoweza kusema, kwanza hii ni gesi ambayo inapatikana kwa kusafisha mazingira. Maana takataka ambazo zilikuwa zinachafua mazingira, takataka za plastics, zinakusanywa na kubadilishwa kuwa nishati safi ya gesi ya kupikia. Kwenye eneo la taka za kielektroniki, wataalamu wanaonya kuwa ongezeko la matumizi ya simu na kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki linaongeza uzalishaji wa e-waste ambayo inaweza kuwa hatari kwa mazingira endapo haitasimamiwa vizuri. Hata hivyo, taka hizo pia zina thamani kutokana na kuwa malighafi zinazoweza kurejeshwa na kutumika tena kupitia mifumo bora ya urejelezaji. Naitwa Dalia Leonard, natokea kwenye kampuni inayoitwa Electronic Waste Solutions Limited almaarufu kama We Center Tanzania. Kampuni yetu inajishughulisha na kukusanya, kusafirisha taka za kielektroniki, kufanya disposal, e-waste training na e-waste awareness kwa wananchi. Taka tunazodili nazo ni taka za kielektroniki. Ninaposema taka za kielektroniki, na maanisha vifaa vyote vinavyotumia umeme ambavyo tayari vimeharibika au vimeisha muda wake wa matumizi. Kwa mfano, balbu, jagi, heater, friji, printer, kompyuta, AC, yani kitu chochote ambacho kinatumia umeme ambacho tayari kimeshaharibika au hakifai tena kwa matumizi. Tunafanya kazi na NEMKI kwa ukaribu kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya kuhandle hizi taka za kielektroniki. Kwa sababu tunatoa elimu ya mazingira juu ya kutunza mazingira, kwamba tusichome wala tusitupe ovyo kwa sababu tunachafua mazingira lakini ni hatari kwa afya. Lakini pia tunatoa training mbalimbali kwa wananchi juu ya kuhandle hizi taka za kielektroniki. Kwa majina naitwa Fabiana Antoni Brasis. Mimi ni msimamizi wa kituo cha ukusanyaji taka rejeshi Kariakoo. Sisi kama kampuni Zaidi Recycle pamoja na Taka ni Ajira Foundation tunanunua hizi taka rejeshi, tunapima kwa kilo. Kwa upande wa boksi tunanunua tunapima kwa kilo 200,
plastiki ngumu tunapima kwa kilo 500, chupa za maji, chupa za soda kwa kilo tunapima 300, karatasi nyeupe kwa kilo tunapima 150. Lakini sisi pia kama kampuni tulipata ufadhili wa Botna Foundation na kwa usimamizi wa Innovex, programu ya Tanga Yetu. Uzuri wa hii programu ya Tanga Yetu chini ya wadhamini Foundation Botna ikishirikiana na Innovex, tuliweza kuwafikia jamii na kuwapa elimu hii ya mazingira na kuamsha ule mwamko wa watu kujua jinsi ya utengaji taka na kuona fursa katika mazingira. Na katika hilo tukaanzisha hivi vituo vya taka benki ambavyo mwanzoni pengine vilikuwa havipo au hakuvichukuliwa maanani, lakini sasa hivi imekuwa ajira maalum kwa watu. Kwa upande mwingine, uchimbaji wa madini nao ni changamoto. Je, wachimbaji wanafanya nini kuhakikisha Tanzania inakuwa salama? Majina anaitwa Salma Ernest, ni katibu mkuu wa chama cha wanawake wachimbaji madini Tanzania. Kitu ambacho tunajishughulisha nacho katika kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa salama, na ukizingatia kwamba sisi ni mama na mama ni nguzo ya familia, lakini kwa watu wote, kwa sababu sisi ni wazazi. Kwa hiyo tunachosisitiza na mara nyingi tunatoa mafunzo kwa wanachama wetu ambao ni wafanyaji wa biashara madini pamoja na wachimbaji wadogo, ni kuhakikisha kwamba utiririshaji wa maji yanayosadikika kwamba yana kemikali unafata sheria na taratibu, kwamba yasiweze kusambaa kwenda kwenye maeneo ya mito, kwenda kwenye maeneo ya mashamba. Na hii inakuja huwa tunafanya mafunzo, lakini pia ni uhamasishaji: chimba shimo, fukia, panda mti kwenye maeneo ya migodi, lakini matumizi sahihi ya mpango wa mazingira kwenye maeneo ya migodi. Kwa hiyo hilo tunalifanya, lakini tunaishukuru NEMKI kwa sababu hawajatuacha, na hivi tunavyoongea tuko kwenye banda la NEMKI, wametushirikisha na tulishapata mafunzo. Zaidi ya wanawake 120 kutoka mikoa 4 Tanzania walipata mafunzo ya matumizi sahihi na utunzaji bora wa mazingira. NEMKI imeendelea kutoa elimu kuhusu umuhimu wa tathmini ya athari za mazingira na jamii kabla ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Elimu hiyo inalenga kuhakikisha uwekezaji unafanyika kwa kuzingatia ulinzi wa mazingira, maslahi ya jamii na misingi ya maendeleo endelevu. Dr. Immaculate Semesi ni mkurugenzi mkuu wa NEMKI. NEMKI imeendelea kusisitiza umuhimu wa kufanya tathmini ya athari kwa mazingira na jamii kabla ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Elimu hii inalenga kuhakikisha kuwa shughuli za uwekezaji na maendeleo zinafanyika katika kuzingatia ulinzi wa mazingira, maslahi ya jamii na misingi ya maendeleo endelevu. Vilevile, elimu imetolewa kuhusu umuhimu wa kutenganisha taka kutoka kwenye chanzo, ambapo jamii imehamasishwa kuona taka si uchafu pekee bali na rasilimali inayoweza kutumika tena kupitia urejelezaji na ubunifu. Dhana hii inaendana na kauli mbiu ya mwaka huu inayotambua mazingira kama fursa ya ajira, biashara na uchumi. Kwetu NEMKI tunasema kwamba taka ni fursa. Aidha, NEMKI imeendelea kutoa elimu kuhusu umuhimu na kudhibiti uchafu wa mazingira unaosababishwa na kelele ili kuhakikisha shughuli za jamii, kiuchumi na maendeleo zinafanyika bila kuathiri afya na ustawi wa wananchi. Washiriki pia wameelimishwa kuhusu umuhimu wa kufanya kaguzi za mazingira katika kuhakikisha miradi na shughuli zinaendelea kuzingatia matakwa ya sheria na viwango vya mazingira nchini. Aidha, NEMKI kwa ushirikiano na Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar ZEMA wameendelea kuelimisha jamii kuhusu udhibiti na uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na kelele, kufanya ukaguzi wa mazingira na umuhimu wa kutumia wataalamu elekezi wa mazingira katika kuhakikisha miradi inazingatia sheria na viwango vilivyowekwa. Mimi naitwa Sheha Mjaja Juma, ni mkurugenzi mkuu Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar. Kwenye mazingira kuna fursa mbalimbali, na kama nilivyosema kwa jamii zetu tunazalisha taka za aina tofauti, taka zenye kuoza, taka za bidhaa zinatokana na umeme na elektroniki na taka nyingine. Kwa hivyo zote hizo ni fursa. Karibu ya asilimia 70 mpaka 80 ya taka zetu ni taka ambazo
taka zenye kuoza. Kwa hivyo tukitumia taka hizi tunaweza tukuzalisha mbolea ambayo ni ya kimaumbile na inaweza ikatumika katika kuzalisha kuongeza kilimo, uzalishaji katika kilimo na kuongeza pato la taifa. Lakini pia tunaweza tukatumia fursa hizo kwa kutumia taka ambazo haziozi kwa kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo bidhaa hizo zinaweza zikatumika katika kuuza na kuleta kipato kwa jamii. Lakini pia Tanzania lazima tuhakikishe kuwa tunaunga mkono viongozi wetu wa kitaifa ambao tunafahamu kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar wanahamasisha sana swala la upandaji wa miti kwa lengo la kuifanya Tanzania pamoja na Zanzibar kunabaki ni ya kijani. Na kwenye upandaji wa miti nako kuna fursa, kuna biashara ya hewa ukaa ambayo nayo tukifanya vizuri basi inaleta tija kwa taifa. Kupitia maabara inayotembea, NEMC imeendelea kuimarisha ukaguzi wa mazingira kwa kupima viwango vya uchafuzi katika maeneo mbalimbali ya shughuli za uzalishaji. Hii ndio ni maabara ya mazingira ya gari inayotembea. Maabara hii inaweza ikapima vipimo vingi tu vilivyoainishwa kwenye sheria zetu za viwango za maji, hewa na udongo. Kwa wale wananchi wetu wenye shughuli zao mbalimbali, wenye viwanda wanaofanya shughuli zao, wahakikishe kwamba wanapofanya shughuli zao basi viwango vya mazingira vizingatiwa. Otherwise unaweza tukatembea na hii gari, tunakagua, tunapima, ukiona viwango vyako viko nje basi tunaweza kuchukulia hatua. Kwa gari hii inatupa msaada wa kuweza kuthibitisha hizo shughuli zako wanazozifanya zinachafua mazingira au hazichafui mazingira, ili tuweze kuchukulia hatua za kisheria. Kwa upande wa serikali, kupitia Katibu Mkuu wa Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Dr. Richard Muyungi anasema Tanzania ina nafasi kubwa ya kuwa kitovu cha uwekezaji wa kijani, biashara endelevu na maendeleo ya viwanda vinavyozingatia matumizi bora ya rasilimali za mazingira. Leo ningependa tuiangalie Tanzania kwa mtazamo mpya. Sio nchi tu kama yenye utajiri mkubwa wa rasilimali, bali kama kitovu cha uwekezaji wa kijani, biashara endelevu na maendeleo ya viwanda yanayozingatia matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira. Lakini nyewe mnajua kwamba hii ni nchi pekee ya duniani kwa kuwa na mchanganyiko wa kipekee wa utajiri wa mazingira, maliasili na nafasi ya kimkakati ya kijiografia katika dunia nzima. Ni nchi ambayo imekubali kutenga takriban hekta milioni 48.1 kama sehemu ya misitu, na niseme hii ni 38% ya nchi nzima. Na kusema kweli, duniani ukiangalia nchi zote, Tanzania ndio nchi ya kwanza kwa kuwa na asilimia kubwa kwa ulinganisho na eneo la nchi lililohifadhiwa. Hakuna nchi nyingine duniani imefanya hili. Hili ni jambo kubwa ambalo Tanzania kama nchi tunajivunia, na hasa viongozi wetu wanavyozidi kulisimamia. Lakini niseme tunao utajiri wa kipekee. Hii ni nchi pekee ambayo ina maziwa ambayo yana mchango mkubwa si kwa nchi tu na dunia nzima. Ziwa Tanganyika lina 17% ya maji yote duniani na ni ziwa lenye urefu wa kilomita 668. Hakuna ziwa lenye urefu wa aina hii duniani, na ni la pili kwa kina kwenda mita 1447 kwenda chini. Hakuna nyingine duniani. Hizi ni rasilimali za mazingira tulizo nazo. Hii ni nchi pekee ambayo Tao la Mashariki ni kati ya maeneo 34 duniani yenye bioanuwai ambazo tunaita hotspots dunia nzima. Hakuna maeneo pengine duniani. Ulinzi wa rasilimali si msingi tu wa kujenga uchumi endelevu kwa kizazi cha sasa na kijacho, bali ni msingi wa maisha yetu kila siku. Kutoka taka za kielektroniki, ubunifu wa vijana, nishati safi hadi usimamizi wa rasilimali za asili, ujumbe kutoka Sabasaba ni moja tu: mazingira si kikwazo kwa maendeleo, bali ni msingi wa uchumi unaodumu. Ni baadhi ya wadau ambao tumebahatika kuzungumza nao kutoka kwenye viwanja vya maonesho ya kimataifa ya kibiashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, ambapo mwaka huu ni miaka takriban 50 tangu Tanzania ianze kufanya maadhimisho haya ya Sabasaba. Mimi ni Dennis Masalanga, kwaheri.